Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Ahlan wa sahalan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti. Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi inaitwa Mtoto wa Kike ni Mtoto, sehemu ya 8. Sehemu ya 7 ambapo tulipoishia tulimuona Bi Silvia akiwa amemkatia mme wake mzee Daniel simu, akiwa amerudia tena kumpigia kwamba kesi haiwezi kuendeshwa kwa sababu yeye mwenyewe Silvia hayupo. Kwa hiyo anajaribu kupigiwa simu ili ampe simu Elisi ambaye ni binti yao, ili aweze kuongea naye, yani mzee Daniel aongee pamoja na binti yake ili waweze kuelekezwa sehemu walipo waweze kwenda. Lakini pia tukamuona Judith Laban akiwa anajiraumu kwa sababu ni siku 4 yuko kule maeneo ya shule na hawaruhusiwi kutoka kwa sababu Dio amewaambia hakuna kuondoka mpaka kesi imalizike. Yani Dio manake district officer, nadhani mtakuwa mnaelewa kifupi cha Dio. Kwa hiyo manake amemkataza kabisa, amewakataza wasiweze kuondoka mpaka hiyo kesi iishe, na hilo agizo alipewa mwalimu mkuu wa shule hiyo. Lakini pia tumemuona Bwana Mrope amempeleka mchumba wake Elisi kwake, na hatimaye wanatoka wanaelekea sokoni. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, hapa chini ya video hii kuna kitufe chenye rangi nyekundu na kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa mwana familia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Utakuwa unapata video mbalimbali ambazo zinakuwa zinauploadiwa hapa, pamoja na makala mbalimbali zinazohusiana na kuelimisha jamii. Nikukaribishe, karibu tuweze kuipata sehemu yetu ya 8 ya simulizi hii, Mtoto wa Kike ni Mtoto. Karibu sana. Mtoto wa kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto,
usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Mpenzi wangu, sasa toka humo kwenye gari. Tuende tukatafute sasa vile viwaro kama jinsi ilivyo kawaida. Napo inaonekana hili soko limechangamka. Ni kawaida, unajua soko la kwetu bwana, huwa limechangamka sana soko la huku. Wanaliita African Block. Na aliyeliita hivyo nani? Yupo jamaa ndo ambaye aliyopauza hapa, na hatimaye alikuwa amejenga lijumba lake fulani hivi la block. Alafu kuna wazungu walikuwa wanakuja, kwa hiyo ndio maana walivyolijenga wakaamua kuliita African Block, kwa sababu kuna wazungu kutoka nchi hizi za Afrika zenye wazungu walikuwa wanakuja hapo. Tuende katika duka lile pale. Yasei. Karibuni. Asante sana. Ndugu yangu, kama namna jinsi ambavyo unavyoona, nimekuja na mgeni wangu hapa. Ndugu yangu, ninahitaji umtafutie viwaro ambavyo anaweza kujaribia ili apendeze. Lakini si unafahamu kwamba mavazi hapa huwa yana bei? Nimekwambia hivi, mimi sijalishi kwamba yana bei au hayana. Nimekwambia mpatie kipenzi changu viwaro, ndio maana nikaja hapa. Kwani mimi nimekuja hapa nikiwa najua kwamba viwaro vya hapa ni bei rahisi? Sawa basi, hapa hakuna tatizo. Kwa sababu umesema wewe, basi mimi hapa sina tatizo la aina yoyote. Basi mwanamke, nenda pale, alafu utakuwa unaanza kuchagua moja baada ya nyingine, unajaribu. Haya, asante. Aise, unajitahidi sana kuniletea wateja, lakini sasa biashara zetu hizi, unajua masoko yetu haya ambayo kidogo tunakuwa yanakuwa yana bei, yani kutokana na nguo ambazo tunaenda kuzichuuza huko kidogo zina bei. Nilikuwa nawaza kama endapo ungeweza kuogopa hata kuwaleta hapa. Ndugu yangu, Mr. Sokomoko, siwezi nikaogopa kwa sababu sisi tunataka viwaro vile vizuri. Kwa hiyo ndio maana naamua kuwaleta hapa, kwa sababu ninaowaleta hapa manake ujue wana pesa kabisa, wana uwezo wa kulipa. Ni nani ambaye ni hoheaye ambaye naweza kumleta hapa? Ataambiwa
pengine gauni moja ya 40,000 ataitoa wapi? Lazima nilete hapa watu wenye pesa zao. Ni kweli kabisa. Hayo mambo yanakuwa ni mazuri sana. Lakini kitu kingine mimi ambacho nachoweza nikakwambia, kuna duka dogo ambalo nataka kulianzisha katika ile njia ile ambayo umeiona ile ya kukatisha kwenda kule. Si unaona kule ambapo nimenyoosha mkono kule? Nimepaona. Huko sasa. Kuna duka dogo ambalo nataka nilianzishe, atakuwepo kijana wangu. Hilo hapo naweza ukapeleka hata wale ohehae ambao wana pesa za chini, hata 10,000, 15,000 wanaweza wakapata nguo. Aha. Basi hapo hamna tatizo kabisa. Hapo nimesha kuelewa. Eris. Abe. Umeshaziona ambazo zinazoweza zikakufaa? Nimeshazipata 4. Chukua 10. Hizo 4 hazitoshi. Haya. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba huyo hapo ni mtu ambaye unamfahamu? Ndakupa mwaliko. Wa usijali. Haya ni mambo ya kawaida tu. Mimi nitakupa mwaliko. Basi sawa rafiki yangu, hamna shida. Okay. Hamna shida hata hivyo. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Leo nimeamua kuja mwenyewe sasa. Nataka uniambie mwanangu, bado anakusumbua? Kwani unafikiria wanaweza wakaacha sasa? Wanaendelea kusumbua. Lakini kama jinsi ambavyo ulivyoniambia kwamba inatakiwa nikae chini na kutafakari tu na kuanza kuwapotezea. Lakini kwa kawaida wanasumbua. Okay, kama jinsi ambavyo nilivyokuambia, ni kuendelea kufanya ustaarabu. Unajua baba yako naye ana biashara nyingine huko. Kwa mimi kazi yangu ni kuwa nakuja tu hapa na zumzum tu hapa naondoka. Kwa hiyo natakiwa uwe makini sana sana sana. Sawa Edina? Haya
Waelewa? Basi hakuna tatizo, maana nimepita hapa ili niweze kukuuliza. Uzuri nimekuta tayari na wewe umeshaanza kuzoea. Kwa sababu hapo nisingekwambia kwamba inatakiwa ujizoeshe. Manake hapo mambo yangekuwa magumu. Lakini nashukuru Mungu sasa hivi umezoea. Ni kweli babangu. Ni kweli kabisa. Lakini sasa kidogo mazoea yamekuja kwa sababu kuna binti mmoja alikuja hapa akaanza kuniambia kwamba inatakiwa nizoee. Na yeye alishawahi kufanya kazi kama hizi. Kwa hiyo kama endapo kuna mtu ambaye amemhitaji, alikuwa anakataa. Akaniambia Edina huwa unakataa. Ndio maana baada ya kumsikia sasa yeye alikuwa amevushwa. Na mimi ndo nikaamua nichukue jukumu hili la kwanza kuzoea. Vizuri kabisa mwanangu. Hiyo ndio inayotakiwa. Asante sana mwanangu. Basi baki na kazi nzuri. Mimi niende zangu dukani sasa. Haya baba. Okay. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Lakini mwanangu Elisi sehemu alipoelekea nahisi atakuwa na kula raha. Mpaka sasa hivi mama yake ni kama vile amenisahau. Lakini mimi siwezi hata nikamlaumu hata kidogo. Kama jinsi ambavyo nilivyosema, huyu ni mtoto ambaye anajielewa. Ila ni sawa kama endapo mume wake yuko tayari, hata kama kipata ujauzito. Wala hata siwezi nikashangaa kwa sababu ni kitu cha kawaida. Hata mimi mwenyewe napenda kwanza niitwe bibi kuliko kukaa tu hivi. Halafu mtu mwenyewe ninazidi kuzeeka tu wakati na wajukuu bado sijawaona. Itakuwa ni vyema zaidi nikipata mjukuu aise. Hizi nazo tena simu zinapigwa kwa sababu gani? Halafu mimi naiona
ni ile namba ya nani ya Baba Davis. Kwa mfano kama sasa hivi anataka nini? Aro. Samahani mama. Ni mimi hapa Judy. Judy? Wewe si ndo ambaye unataka kuniibia mume wangu wewe? Mama. Mimi nawezaje kumuiba sasa huyu? Afu mimi nimpeleke wapi wakati ni mtu mzima? Mtu mzima? Kwani hakuna mabinti wadogo wanaochukua wame za watu? Hakuna mabinti wadogo ambao wanachukua wazee? Mama, samahani. Naomba tu usinitusi. Sisi tuna shida huku. Tunakuomba uje. Ni kuhusiana na kesi ni kuhusiana na mambo yanayomhusu Elisi au ni kuhusiana na mambo yanayomhusu Davis? Mama, ni mambo ambayo yanamhusu Davis. Sasa wewe bila kuwepo mama, sisi huku hatuwezi tukatoka huku. Basi mwambie huyo mumeo ambaye amekupatia hii simu sawa. Muendelee kushughulika, maana wewe ndo mke wake na ndo alioondoka na wewe. Kwa hiyo mimi msinihusishe mambo ya kuhusiana na Davis, sawa? Sinichanganyie habari hapa. Washenzi nini? Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wow. Kipenzi changu ulivovaa hii hapa naona umedamshi sana. Kwa hiyo nimependeza sana eti. Sikiliza, nikwambie. Hapa umedamshi. Nikwambie, hata mama mkwe mwenyewe akikuona hatoamini. Ndio maana mimi nikakwambia chukua 10. Hizi zina shilingi 60,000. Wewe, kwa nini usingeniambia nikachukua zile nyingine? Hizi ni hela kubwa tu imeenda jamani, mrope wewe. Usijali. Nimekwambia nakuja kukununulia viwaro. Kwa hiyo sikuwa na maana kwamba eti nitakuleta hapa katika duka hili la Bwana Sokomoko. Mimi namjua huyu mtu. Anauza nguo ambazo ni quality na alafu ni
ni za maana kweli kweli. Umeona Kwa hiyo basi ni kuombe hizo nguo ambazo ulikuwa umekuja nazo hizo usizivae, ziache hapo hapo kwenye gari. Alafu hizi ambazo umevaa sasa hivi ambazo umedamshi, sasa ndo nataka nikupeleke moja kwa moja mpaka nyumbani. Unielekeze tu kwamba nyumbani ni hapa, nataka twende tukamshangaze mama mkwe. Sawa? Haya kipenzi changu, mimi nakusikiliza wewe. Wewe niambie Elisi, nataka hiki. Mimi nitakuelewa. Nipo kwa ajili yako. Samrope wangu. Asante kwa kusikia hivyo. Nitaka kujisahau almanusura nikwambia I love you tena. Na wakati ulishaniambia kwamba hiyo kitu hauielewi. Sasa twende kwenye gari ili tuweze kuondoka, tusipoteze muda. Sawa kipenzi changu? Haya. Tusipoteze muda. Unaona namna jinsi ulivyo damshi? Huyu ndo Mrs. nani? Mrope. Mrs. Mrope. Ingia. Okay. Sasa kama kawaida yetu ni wakati wa kukanyaga gia. Lakini bado naendelea kukusisitiza usiogope. Sasa hivi nitaogopeshwa na kitu gani? Nimeshazoea mwenzio. Tutaenda kuumia wote. Tunaenda kuumia wote. Haya tuondoke. Kanyagagia. Haya sasa. Safari na muziki au sio? Haya ngoja nilale. Sinzia. Lakini tukifika pale kwangu pale nitakuamsha ili unielekeze vizuri mpaka pale nyumbani. Sawa? Haya. Nakupenda. Nakupenda pia. Okay. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu.
sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Naam, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 8 ya simulizi yetu mtoto wa kike ni mtoto imeishia hapa. Tumemwona bado Bi Silvia anaendelea kumkatia simu mume wake. Mara hii amepiga simu mume wake Bwana Danieli na kumkabidhi simu Judith Raban ili aweze kuongea naye, asisikie kabisa sauti yake, iwe ni sauti ya mwanamke mwenzie. Lakini bado inaonekana bado kabisa Bi Silvia ana hasira, hataki kabisa kusikia cha nani wala nani. Lakini huku tumeona Eris amenunuliwa viwaro na hatimaye amedamshi, na ndo hivyo Bwana Mrope amesema anampeleka moja kwa moja mpaka nyumbani kwao kwa gari, na anampeleka kiwa medamshi ili tu waweze kumsurprise Bi Silvia. Je, unahisi nini kama endapo Bwana Danieli, mzee Danieli huyu atakuja akakuta hiki ambacho kinaendelea? Lakini pia tumemwona binti huyu wa kuitwa Edina ameanza kuzoea ile hali ya wale wateja wanaokuja na kuanza kumtongoza hapa na pale wakimhitaji kimapenzi ndani ya gesti hiyo. Lakini yuko pamoja nao na wala hata hamna tatizo la aina yeyote. Ameanza kuzoea kwa sababu kuna binti ambaye alikuja akiwa amevushwa na kijana mmoja ambaye alikuja kampa moyo, na hatimaye ameanza kuzoea sasa. Kama endapo utakuwa haujasubscribe, chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu na alama ya kengele. Ukigusa hicho, moja kwa moja utakuwa mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Chochote kile ambacho kitakachokuwa kinatokea, basi wewe ni wa kwanza kabisa kukipata kupitia chaneli hii. Ni kuage niseme kwa heri kwa sasa mpaka hapo sehemu ya 9 ya simulizi hii. Ni kuage niseme alamsiki. Mtoto wa kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.